Asante. Kikubwa tunashukuru kwanza Mwenyezi Mungu kuweza kumaliza salama mashindano yetu ya ubingwa wazi wa taifa mwaka 2025 yafanyika pa Dar es Salaam katika ukumbi wa Manyara Park, na mwitikio ulikuwa mkubwa sana kwa wachezaji, na tumeona mwitikio hasa kutoka kwenye vilabu vya uraiani ambavyo vimejitokeza kwa wingi, na wachezaji wao wameweza kufanya vizuri sana, wameweza kuleta kuonyesha ushindani dhidi ya wachezaji kutoka kwenye vilabu vya majeshi, vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo ni jambo zuri sana kuona pia na wao wameweza kuamka na kuweza kuleta ushindani. Tumezoea miaka ya nyuma tukifika kwenye hatua za karibia za fainali, basi wachezaji wengi wa vilabu vya uraiani walikuwa wakikimbia, baadhi wakiwa wakikimbia mapambano wakiwa wanacheza na wachezaji kutoka katika vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini sasa hivi wamekuja kuleta challenge imekuwa kubwa sana, na sisi kama shirikisho tumefurahishwa na mwitikio wao, lakini pia na uwezo wa kiushindani ambao wameweza kuonesha. Tumeona watu kutoka kwenye vilabu kama vya Mburahati Boxing, vilabu kama Mizizini, Keko Mwanga, Urafiki wakifanya vizuri na kuweza kupata nafasi za juu kabisa za ushindi katika moja nafasi 4. Lakini pia tunaona wachezaji kutoka mikoa wa Mwanza na Kagera nao wamekuja kushiriki mashindano haya na wamefanya vizuri. Kuna wengine wamekuwa washindi wa kwanza. Ni jambo jema sana kwa shirikisho, ni mwitikio mzuri, na sisi kiuhalisia tumeridhika sana na mwitikio wa wachezaji, lakini pia na kiwango cha wachezaji walichokionyesha. Kikubwa ni kuongeza juhudi sisi kama shirikisho kwa kile tunafanya mashindano mara kwa mara katika sehemu mbalimbali za nchi yetu Tanzania, lakini pia kuhakikisha tunahamasisha hasa wachezaji kutoka kwenye vilabu vya uraiani ambao kwa miaka karibuni wamekuwa wachache sana. Lakini cha pili ambacho tunajivunia sana ni swala zima la uendeshaji wa mashindano na usimamiaji wote wa mashindano. Tumeona mashindano haya yakiendeshwa vizuri sana, na maamuzi yamekuwa ya viwango vya juu sana, vimekuwa bora zaidi. Malalamiko kwa asilimia kubwa sana yameweza kupungua. Ni machache sana ambayo yakitokea ni makosa ya kiufundi au ya kibinadamu. Kwa hilo tunajivunia sana sisi kama shirikisho kuona tumepunguza kwa kiasi kikubwa, kama sio kumaliza, yale malalamiko ya matokeo, hasa katika maeneo ya waamuzi na majaji. Tumeona kuchezesha kwa uweledi wa hali ya juu na kwa kutumia uwezo wao na elimu bora walioipata ya kimataifa, ambayo nakumbuka mwaka jana tuliendesha kozi ya kimataifa ya waamuzi wa nyota moja, na tunaona matokeo yake, matunda ya kuweza kuwa na waamuzi na majaji ambao wana vigezo vya kimataifa wakiendesha mashindano katika hali ya haki na bila upendeleo. Tumejionea, na wachezaji wenye haki za kushinda wote wameshinda na kufanya vizuri. Baada ya mashindano haya tuna mipango kwenda kwenye mashindano ya Taifa Cup ambayo tunatarajia kwenda kuyafanya mkoani Dodoma, lakini baadaye kuna mashindano ya klabu bingwa taifa, lakini pia kuna mashindano ya bingwa mabingwa ambayo yote hapo katika kalenda yetu ya mwaka huu, na ndio mashindano makubwa matatu ambayo tumeyabakiza katika kalenda ya BFT kuweza kufanya. Lakini ukiondoa mashindano hayo matatu ambayo katika kalenda, tumejipanga thabiti sasa mwaka huu kuhakikisha tunaongeza idadi ya mashindano sehemu mbalimbali nchini Tanzania, kuanzia hapa Dar es Salaam, lakini pia tutaangalia katika kanda ambazo zina hamasa kubwa mchezo wa ngumi, basi tutaenda ndano mapya ambayo tutaanzisha katika mwaka huu ambao hayakuwa katika kalenda, ili kuweza kuongeza chachu na hamasa katika mchezo wa ngumi hasa mikoa. Lakini pia tutachukua nafasi hii pia kuweza kuhamasisha pia viongozi wa vyama vya michezo wa mikoa kuweza kuandaa mapambano au mashindano mbalimbali katika mikoa yao, katika kanda zao, ili waweze kuibua vipaji zaidi, na pia wachezaji waweze kupata nafasi zaidi ya kucheza mara nyingi, kwa sababu tunaamini katika mchezo wa ngumi ili kuwa mchezaji yule kuwa bora, basi unahitaji kuwa na mapambano ya mara kwa mara. Na katika ngumi za ridhaa tumeona mapambano kidogo yalikuwa machache, lakini sasa hivi tutahakikisha sisi tunaendelea kukamilisha ratiba zetu, lakini pia kuongeza mapambano ya ziada, lakini kuhamasisha viongozi wa vyama vya mikoa pamoja na kanda zao kuhakikisha na wao wanafanya mashindano ya mara kwa mara, ili kuweza kuwapa platform kwa wachezaji wetu ya kiushindani, na baadaye wanapokuja kwenye mashindano ya taifa waweze kuwa na ushindani mkubwa zaidi. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutufanya tumeanza mashindano salama na kumaliza fainali siku ya leo salama, na nashukuru Mungu tumepata wachezaji wazuri sana. Tumeangalia vipaji vipya ambavyo tayari
pata certificate katika mashindano haya ya Open Champion. Lakini kwa upande wa timu tumepata timu moja nzuri ambayo ina mchanganyiko wa taasisi na taasisi hizi za serikali na vilabu vingine kutoka uraiani. Kwa ujumla wachezaji wapatao 13 katika uzito tofauti tofauti. Wale namba 1 tumewapata, lakini kuna sparring partner namba 2 na namba 3. Kwa hiyo tutachukua watatu, namba 1, 2 na 3. Kwa hiyo tutegemee mbele kupata timu nzuri itakao kwenda kufanya vizuri na kutuwakilisha vyema kimataifa. Tumeona viwango vya wachezaji kwa kuhusisha bila shaka upande wa vipi kwa upande wa makocha, nini ambacho mmekiona, na kama ufundi kamati makocha mmejipangaje? Kama benchi la ufundi na makocha kwa ujumla, sisi tumejipanga kwa sababu sisi level zetu ni kubwa za kimataifa, na ndio maana tunachukua kwanza wale level ambao wamequalify kitaifa, baadaye tutakuja sasa tunawapiga sasa. Kwanza tunaanza na msasa, tukishawapiga msasa baadaye tunaingia katika programu kuu ambayo inaenda moja kwa moja kwa training kwa maufundi ya kimataifa ili waweze kucheza kimataifa na kwenda kuwakilisha nchi kimataifa. Chochote kumalizia ambacho sitakuuliza pengine huu ndio wakati wako. Asante sana, nashukuru sana kwanza makocha wote wa vilabu vyote, vilabu vya Uswahilini na wale ambao wako hawajashiriki katika mashindano haya pia nawapa wito kwamba mimi kama kocha timu ya taifa na shirikisho kwa ujumla tulikuwa tunapenda sana walimu wa vilabu vya mtaani waje washiriki katika kozi, wasome ili wafikie level ambayo ni nzuri, ili tuweze kutoa vipaji vizuri, wachezaji waweze kujua sheria, wachezaji waweze kuanzia katika msingi huu bora wa amateur ili kuweza kufikia hatua nzuri katika pro amateur, hatua nzuri katika professional, tuweze kuwazalisha mabondia wazuri na wakubwa watakaowakilisha nchi kimataifa. Na kikubwa kwamba makocha wetu wengi ni wazuri lakini waende darasani tuweze kupata ujuzi zaidi ili tukizalisha walimu wengi wenye sifa, ni rahisi vile vile kupata wachezaji bora katika mashindano yajayo ya mashindano makubwa kama haya ya kitaifa, kupata wachezaji wazuri na krimu nzuri ambayo hata kocha wa timu ya taifa huwezi kupata tena shida kuanza kuwafundisha rules za boxing. Kwa hiyo kitu kama hicho kinakuwa makocha wa mtaani na vilabu vinginevyo wazidi kuja kusoma kozi, kwa sababu shirikisho linatoa nafasi wazi za kozi za taifa. Ukiangalia kama hapa katika mashindano haya Open Champion tarehe 30 kuna kozi ya level 1 ya taifa. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana walimu wenzangu, naomba sana makocha wenzangu, twendeni tukasome, maana elimu ndio itakayokufanya wewe uonekane kama ni kocha, uchukuliwe uwekwe kwenye database, usomeke kwenye database, baadaye uende ukasome 1 star na wewe uwe IBA. Tushirikiane na mimi kocha timu ya taifa, twende tukapandishe mabondia wetu kimataifa. Asante sana.